watu wa Pwani. Wanapotea siku zote, siku za kura ndo wajifanya ni marafiki zenu waja. Tuwaambia pwi. Mmetuzoea na safari haitawezekana. Hassan Joho si masuala ya kura peke yake. Miaka mitatu saizi kila Ramadhani Joho yaleta chakula haleti. Abdul Samad Sharif Nasir kila tukiwa na mchango wa mayatima yafika hafiki. Wale wengine wako wapi? Ati saizi kwa sababu 2027 wataka kujileta pwi. Hakuna safari hii. Na nataka niseme Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, sisi ukiona watu wa Pwani wamenyamaza, si ati kwamba kuna hivi wala vile, ni kwa sababu ya heshima ya waziri. Ni kwa sababu ya heshima ya nani? Nasema urongo. Ukiona tumenyamaza ni kwa sababu ya heshima ya waziri. Ukishika waziri umeshika Pwani. Ukigusa waziri umeshika bahari. Na bahari ikianza kuyumba, tsunami ikianza hawataiweza. Itakuwa ni mambo mbaya sana. Na sisi kama Wakenya wengine tuna haki zetu. Sisi si watu wa kuomba kila siku. Tunataka na sisi vile viti vya juu tuweze kufikalia. Ama sivyo hivyo? Hivi nyinyi hamtasikia raha Joho akiwa deputy president? Hamtasikia raha? Kama ni elimu anayo mahana, kama ni influence anayo mahana, kama ni urafiki Kenya nzima nao marafiki ya mahana, kama ni dola kumwaga tutachanga pia sisi. Na kama wewe kazi yako kwenda katika ballot na kuangalia sura zake nzuri, kama ni handsome pia Joho ni nini? Kama ni handsome Joho ni nini? Kama mbaya, kama jamii ya Wapwani kwa ujumla, sisi kama wale wengine wanakataa kiongozi wao, sisi Wapwani tunakupatia Ali Hassan Joho kwa naibu wa rais. Tukiwa tutashirikiana pamoja haya yote yatakuwa, lakini kama hatuna umoja haya maneno itakuwa ni hadithi za alifu ulela. Tuwazungumza tukenda zetu. Na mwisho sisi huwa ni rahisi kusema tumeonewa. Sisi wa Pwani tutasema mwisho tumeonewa, lakini hatuonewi. Na hili jambo si mara ya kwanza kuzungumza Malindi, nazungumza tena leo, tuajionea wenyewe. Sisi lazima tuwe katika meza ya kupanga. Sisi tupange, tufanye maamuzi wa taifa la Kenya. William, tukupenda, twajua umetuletea miradi, umetuonesha hisani, kwenda kwa hisani kutarudi hisani. Lakini rada ni nipe nikupe. Twakupa uraisi, utupe deputy president of the Republic of Kenya. Na si mwingine ni Ali Hassan Joho in the ODM fraternity katika chama cha chungwa, wale masinia. Na leo angekuwa hayuko katika wizara, yeye ndio angekuwa party leader. Kwamba alizaliwa katika umaskini na Mwenyezi Mungu akamuinua. Hawataki yule ambaye kwamba ako na experience. Yule mwingine wa Munyoro, angalieni, yule mwingine wa Munyoro alikuwa ni mbunge tu wa term moja. Hafla bin Vua akawa ni deputy president. Simwamjua yule mwingine Mkabila. Sisi candidate wetu amekuwa mbunge. Baada ya kuwa katika bunge akawa gavana. Kando kuwa katika gavana akawa ni deputy party leader wa chama kikubwa kabisa katika hii eneo cha ODM. Kwamba ikiwa Mungu atatujalia tuwe na mazungumzo mema na serikali ya UDA, tunataka pale kwa deputy president iwe a bare minimum. Na katika hii ODM tunaangalia kila moja uze. Na sisi tuna wetu ambaye kwamba tunamuuza. Na Waswahili wanasema kizuri chajiuza. Sisi huyu wetu ana all the qualities of what it takes to be the deputy president of this country. Wewe mfunga una sauti kubwa kweli. Mimi mwenyewe na struggle hapa kuna na microphone. Mashallah.